Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akubariki sana. Leo niko nafundisha juu ya kalama ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Niko nafundisha maana ya kalama ya maombi. Tunaposema kalama ya maombi, tunazungumzia ile hali Mungu anakuwa amekuruhusu wewe uombe kwa ajili ya watu wengine. Tunaposema kalama ya maombi, tunazungumza ile hali Mungu anakuwa amekuchagua wewe uwe muombezi wa kuomba kwa ajili ya watu wengine. Bwana asifiwe sifa. Kwamba tunafahamu kabisa kwamba tupo duniani na duniani kuna watu wengi. Sasa mtumishi wa Mungu unapokuwa na karama ya maombi, Mungu anakuwa amekuchagua wewe uwe ni wa kuombea watu wengine waliopo duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndo karama ya maombi. Au kwa maneno mengine, tunaposema karama ya maombi, tunamaanisha neema ya maombi. Kwamba unapokuwa unamtumikia Mungu, au unapokuwa unapata kibali mbele za Mungu, unapomtumikia Mungu vizuri, unapokuwa unatembea katika njia za Mungu, Mungu anakupa kibali cha wewe uwe muombezi, uwe ni mtu wa kuomba kwa ajili ya watu wengine. Bwana asifiwe sifa. Tunaposema Mungu anakuchagua wewe uwe ni wa kuomba kwa ajili ya watu wengine, tunamaanisha kwamba unapokuwa unaomba kwa ajili ya mtu fulani, huyo unayekuwa unamuombea anakuwa anafunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unapokuwa una karama ya maombi ndani yako, kila mtu unayekuwa unamuombea anakuwa anafunguliwa. Ukimwombea mgonjwa anakuwa anafunguliwa. Ukiwa unaombea watu wenye shida mbalimbali wanakuwa wanafunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndo karama ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia Yesu Kristo pia na yeye alikuwa na karama ya maombi. Tusome kidogo, tumwangalie Yesu Kristo kidogo. Lakini pia tutaangalia na watumishi kadhaa pia ambao walikuwa na karama ya maombi. Tuanze na Yesu Kristo. Ukisoma Yohana wa kwanza 2:1. Yohana wa kwanza 2:1. Nasoma kwenye Yesu Kristo, inasema hivi: watoto wangu wapendwa, na waandikia haya ili msitende dhambi. Lakini kama mtu yeyote akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, ndiye Yesu Kristo mwenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema nawaandikia watoto wadogo msitende dhambi, lakini kama mtu akitenda dhambi, anasema tunaye muombezi kwa Baba, ambaye ndio Yesu Kristo. Unafahamu ni kwa nini Biblia inasema Yesu Kristo ni muombezi kwa Baba? Anaposema Yesu Kristo ni muombezi kwa Baba, tafsiri yake ni kwamba Yesu Kristo alikuwa na karama ya maombi ndani yake. Yesu Kristo alikuwa na neema ya maombi. Alikuwa akiomba kwa ajili ya watu wanafunguliwa. Akiombea wagonjwa wanapona. Akiombea wanafunzi wake wanafunguliwa. Kwa hiyo Yesu alikuwa na karama, anapoomba kwa ajili ya watu au watu wanakuwa wanafunguliwa. Kinachofanya watu wafunguliwe ni kwa sababu Yesu Kristo kaomba kwa ajili yao. Bwana Yesu apewe sifa. Kilichokuwa kinafanya watu wafunguliwe ni kwa sababu Yesu Kristo kaomba kwa ajili yao. Ndio maana Biblia hapa inamtambua Yesu Kristo kama muombezi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia nikiweka sawa kitu kidogo hapa. Unajua ni kwa nini hapa inasema, Yohana anasema tunaye muombezi. Huyu Yohana anasema tunaye muombezi ambaye ni Yesu Kristo. Alichokuwa nakimaanisha hapa ni kwamba alikuwa anamaanisha kwamba wanatembelea maombi ya Yesu Kristo ambayo aliomba miaka kadhaa iliyopita alipokuwa duniani. Kwa hiyo Yohana anaposema tunaye muombezi ambaye ni Yesu Kristo, hapo anamaanisha kwamba wao wapo katika neema ya maombi ya Yesu Kristo ambayo waliombewa na Yesu Kristo miaka kadhaa iliyopita nyuma wakati Yesu Kristo yuko hai. Kwa maneno mepesi, na tunaye muombezi anamaanisha kwamba yale maombi ambayo Yesu aliombaga alipokuwa hai duniani, yale maombi mpaka leo yanaendelea kuwatia nguvu wanafunzi wake. Yale maombi ambayo Yesu Kristo aliomba alipokuwa hai, yale maombi mpaka leo yanaendelea kuishi katika maisha yetu. Yale maombi mpaka leo yanaendelea kuleta kitu katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa uone kitu cha ajabu hapo, kwamba Yesu aliomba, lakini yale maombi yanaendelea kuleta kitu mpaka leo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo pointi nzima anaposema tunaye muombezi ni kwamba Yesu pia alikuwa na karama ya maombi. Anapoomba kwa ajili ya watu wanafunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nikiongea hiki hapa, unapokuwa na karama ya maombi, unaweza ukawaombea watu waliokuzunguka nao wakafunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tusome andiko lingine tena, tuangalie watu ambao walikuwa na karama ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa na karama ya maombi ni ile hali Mungu anakupa kibali. Ukimwombea mtu anafunguliwa kwa sababu umeomba kwa ajili yake. Yaani unapokuwa na karama ya maombi,
Wewe kazi yako tu, Mungu anakuweka uombe kwa ajili ya watu wengine. Unaweza kuomba kwa ajili ya watu waliokuzunguka, ukaomba kwa ajili ya watu walioko nyumbani mwako, unaweza kuomba kwa ajili ya watu walioko nje ya nchi yako, ukaomba kwa ajili ya watu mbalimbali. Wewe unapoomba tu Mungu anakuwa anajibu. Bwana asifiwe. Wale watu wanakuwa wanajibiwa. Wewe ukiomba tu kwa ajili yao, wanakuwa wanajibiwa. Bwana asifiwe. Basi ukisoma, tuangalie watu wawili pia waliokuwa na karama ya maombi. Okay. Tuangalie watumishi wengine wawili ambao walikuwa na karama ya maombi, au kwa maneno mengine walikuwa na neema ya maombi. Bwana asifiwe. Tunaposema mtu anayo neema ya maombi ni kwamba akiomba kwa ajili ya mtu mwingine, yule mtu mwingine anajibiwa na Mungu. Yaani yeye akimwombea mtu, yule mtu anafunguliwa na Mungu, kwa sababu aliyeomba amepewa neema ya maombi na Mungu. Sasa tuangalie watu kadhaa hapa ambao walikuwa na karama ya maombi. Nitasoma Yeremia 15 mstari wa kwanza. Inasema hivi: kisha Bwana akaniambia, hata kama Musa na Samueli wangesimama mbele zangu, moyo wangu singewaelekea watu hawa. Waondoe mbele za macho yangu, waache waende. Nao kama wakikuuliza twende wapi, waambie ili ndilo Bwana asemalo. Waliowekwa kwa ajili ya kufa watakufa wakafe, waliowekwa kwa ajili ya upanga kwa upanga, waliowekwa kwa ajili ya njaa kwa njaa, waliowekwa kwa ajili ya kutekwa watekwe. Bwana asema, nitatuma aina 4 za Waarabu dhidi yao, nazo ni upanga ili kuua, na mbwa ili wakokote mbali, ndege wa angani na wanyama wa nchi ili kula na kuangamiza. Nitawafanya wawe machukizo kwa falme zote za dunia kwa sababu ya kile alichokifanya Manase mwana wa Hezekia mfalme wa Yuda huko Yerusalemu. Bwana asifiwe. Ambacho nataka nikiongea katika hii hapa Yeremia 15 ni kwamba Musa pia na yeye alikuwa na karama ya maombi, lakini pia Samueli na yeye pia alikuwa na karama ya maombi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hawa walikuwa na karama ya maombi. Sasa nataka nikufundisha kitu katika hili andiko. Kwa nini Mungu anaanza kwa kusema kwamba katika hili andiko Mungu anaanza kwa kusema kwamba hata angesimama Musa mbele zangu, au hata kama angesimama Samueli mbele zangu, bado nisingewasikiza kwa ajili ya watu hao. Anaposema hivyo, Biblia inaposema hivyo, Mungu anaposema hivyo, hamaanishi kwamba nimewakataa watu hawa. Hamaanishi kwamba hata akisimama Musa nimewakataa watu hao. Hamaanishi kwamba hata akisimama Eli, hata akisimama huyu Samueli nimewakataa watu hao. Hamaanishi hicho. Hata maanisha niki hapa? Ili andiko linamaanisha kwamba Musa alikuwa na karama ya maombi ya kuombea watu wengine. Lakini pia huyu Samueli naye alikuwa na karama ya maombi ya kuombea watu wengine. Kwa hiyo ili andiko linamaanisha kwamba katika kile kipindi cha kina Musa, kwa sababu ile andiko wakati kipindi ambacho ile andiko linatolewa, manake Musa alikuwa hayuko hai tayari. Huyu Samueli hayuko hai tayari. Sasa anaposema kwamba hata wangesema mbele zangu nisingewasikiza, kilichopo hapa ni kwamba alichokuwa kimaanisha hapa ni kwamba Musa alikuwa na karama ya maombi, lakini pia huyu Samueli alikuwa na karama ya maombi. Walipokuwa wapo hai hawa watu walikuwa na karama za maombi. Yaani manake Mungu aliwachagua watu, wakiomba kwa ajili ya taifa, Mungu analijibu taifa kwa ajili ya maombi yao wao. Wakiomba kwa ajili ya watu wengine, Mungu anawajibu wao watu wengine kwa sababu Musa ameomba, kwa sababu Musa ameomba, kwa sababu Samueli ameomba. Kwa walikuwa na karama hii. Wanapoomba kwa ajili ya Israeli, Mungu anajibu Israeli kwa ajili yao wao. Wakiomba vita isiwepo Israeli, Mungu anatoa vita Israeli. Wakiomba kwamba iwepo amani Israeli, Mungu anaweka amani Israeli. Wakiomba kwamba magonjwa yaondoke Israeli, magonjwa yanaondoka kwa sababu wao wameomba. Kwa hiyo walikuwa na karama ya maombi. Sasa ili andiko anaposema kwamba hata wakisimama mbele yangu, Musa na Samueli atakisimama mbele yangu, sitasikiliza kwa habari ya watu hawa. Na watu hawa watakufa kwa upanga, wengine kwa njaa, wengine sijui watatekwa. Anapoongea hivyo anamaanisha kwamba ili tatizo wanaolipitia wana wa Israeli kwa sasa, hii shida wanaoipitia wana wa Israeli kwa sasa, ambayo wengine wao watakufa kwa upanga, wengine wao watakufa kwa njaa. Hii shida wanaoipitia kwa sasa, hii shida haikuombewa kipindi cha kina Musa. Ndio tafsiri ya andiko hili. Hii shida haikuombewa kipindi cha kina Musa. Hii shida haikuombewa kipindi cha kina Samueli. Akimaanisha kwamba Samueli alikuwa ni mwanamaombi, ni kweli. Musa alikuwa ni mwanamaombi, ni kweli. Lakini pamoja na kwamba Samueli alikuwa ni mwanamaombi na Musa ni mwanamaombi, sikumfunulia kwa habari ya shida hii ya sasa. Sikumfunulia Musa wakati wote kuombea huu wakati wa sasa mnaopitia ninyi wana wa Israeli.
ambao wengine watatekwa, wengine watakufa kwa njaa. Huu wakati haukufunuliwa kwa Musa, wala huu wakati haukufunuliwa kwa Samueli. Kwa sababu huu wakati haukufunuliwa kwa Samueli kwenye kipindi chao, huu wakati mnaopitia sasa haukufunuliwa kwenye kipindi chao cha kina Musa. Tafsiri yake ni kwamba watu wataangamia kwa sababu wamekosa maombi, hawakuombewa na Musa. Wataangamia kwa sababu hawakuombewa na Samueli. Bwana sawa. Kwa hiyo anaposema hata angesimama mbele yangu Musa, nisingewaelekea watu hao. Anaposema hata angesimama mbele yangu Samueli, nisingewaelekea watu hao. Anazungumzia kwa habari ya agano, kwamba wakati Samueli yuko hai akuweka agano lolote kuomba kwa ajili yao, kuomba kwa ajili ya wakati huu wanaopitia sasa. Ni kweli nilimtumia Samueli kuomba kwa ajili ya vitu vingine, ni kweli. Samueli alikuwa ana kalama maombi, nilikuwa namtumia kuombea watu wengine, kuombea Israeli nilikuwa namtumia. Nilimtumia kuombea Israeli katika sehemu nyingi. Inawezekana aliombea njaa, sawa, aliombea vitu vingi, sawa, lakini huu wakati mimi Mungu sikumuongoza Samueli. Huu wakati sikufunua machoni pa Samueli kwamba aombe kwa ajili ya wakati, kwa ajili ya watu wa kipindi hiki, kwa ajili ya wakati huu. Huu wakati sikuufunua machoni pa Musa kwamba aombe kwa ajili ya wakati huu. Ndio maana anasema hata angesimama Musa mbele yangu, hata angesimama Samueli mbele yangu, bado watu hawa nisingewaelekea. Bwana sifa. Manake akimaanisha kwamba bado watu hata angesimama Musa mbele yake Mungu, hata angesimama huyu Samueli mbele yake Mungu, bado watu wangekufa wengine kwa njaa. Hacho kimaanisha ni kwamba huu wakati haukufunua machoni pa kina Musa na Samueli. Kwa hiyo hawakuomba kwa ajili ya wakati huu. Kwa hiyo kinachofanya watu hawa wafe kwa sasa ni kwa sababu hawakuombewa na Musa. Kinachofanya watu wa saizi wafe ni kwa sababu hawakuombewa na Samueli. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaandaa mazingira, ikiwezekana sasa huyu mtumishi wa Mungu kama ni Yeremia sasa ndio anasema naye aweze kuomba kwa ajili ya wakati huu. Mungu alikuwa anatafuta, anachokitafuta hapa sio kwamba watu wafe. Alikuwa anatafuta anayeongea naye lengo aweze kuomba kwa ajili yao ili wasife. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo kinachofanya wafe ni kwa sababu hawakuombewa. Tatizo lao la kipindi hiki alikufunuliwa kipindi cha kina Musa wala kipindi cha kina Samueli. Kwa hiyo huu wakati haukuombewa. Kwa sababu haukuombewa, watu watapita kwenye shida. Kwa hiyo Mungu anapotoa hili andiko anatafuta mazingira watu waombewe sasa. Na watu walio na neema ya maombi waombewe na Yeremia watu, ili wakiombewa na Yeremia wasiweze kufa kwa upanga. Bwana sifa. Sasa nikupeleke mbali kidogo. Unapokuwa una kalama ya maombi, unaweza kaombea watu walioko mbali wakafunguliwa. Unaweza kaombea watu waliopo karibia kwa wakafunguliwa. Unaweza kaombea watu hata wa miaka 10 mbele wakafunguliwa. Manake unapokuwa na kalama ya maombi, Mungu anakuwa na kuongoza kwenye unapoomba kwa ajili ya watu anakuwa anafunguliwa. Mungu unaweza ukaomba kwa ajili ya watu wa miaka 10 ijayo wakafunguliwa. Unaweza ukaomba kwa ajili ya watu wa kila namna wakawa wanafunguliwa kwa sababu umeomba kwa ajili yao. Bwana asifiwe sifa. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Lakini pia unaweza kuendelea kusubscribe kwenye akaunti yangu ya YouTube pia. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Naitwa Ndugu Wako Nyingi. Napatikana mbele. Mungu akubariki sana. Amen.